Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Korogwe hususan tarafa ya Bungu ni miongoni mwa maeneo yanayolimwa zao la chai hapa nchini. Msimu wa mwaka 2024-2025 wilaya hii ilizalisha kiasi cha tani 7,875. Kulingana na uzalishaji huu, serikali iliona vyema kujenga kiwanda katika tarafa hii, na hadi kufikia sasa bodi ya chai ipo kwenye hatua za mwisho za kukamilisha taratibu za ujenzi wa jengo la kiwanda. Aidha, mtambo utakaokuwa na uwezo wa kuchakata majani tani 15 kwa siku sawa na tani 5,475 kwa siku kwa mwaka umeagizwa na unatarajiwa kufungwa katika kiwanda hicho. Pindi ujenzi utakapokamilika, uzalishaji utaanza mara moja. Na maelezo ya Mheshimiwa Rais kwetu sisi ni kuhakikisha kwamba viwanda vyote ambavyo vimebinafsishwa na vimesimamisha shughuli za uzalishaji tunaenda kuvisimamia kufufua shughuli za uzalishaji. Na kwa mkoa wa Tanga, kazi hiyo tumeianza kwenye kiwanda cha Mponde kule Lushoto, ambayo baadhi ya wakulima wa chai Korogwe wanauzia sasa hivi majani yao ya chai katika kiwanda cha Mponde, na hivi sasa kimeanza kufanya kazi, na wakulima wa wilaya za Lushoto na Korogwe wameshalipwa zaidi ya bilioni 4 na milioni 800 kupitia ufufuaji wa kiwanda hiki cha Mponde. Kasi ile ile ambayo tumeitumia na juhudi zile zile za kutafuta wawekezaji wa kufufua kiwanda cha Mponde, mfuko wa hifadhi ya jamii PSSSF na mfuko wa fidia WCF ambao sasa hivi ndio wanasimamia kiwanda kile, tutatumia jitihada zile zile kuhamasisha sekta binafsi na taasisi za serikali kuwekeza kwenye zao la chai. Tutasimama na mwekezaji kuhakikisha kwamba anafufua shughuli za uzalishaji pale, lakini akishindwa hatutasita kuchukua hatua kama tulizochukua kule Mponde kuhakikisha kwamba kiwanda hiki kinafufuka na kinaanza shughuli za uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Fadhili Liwaka. Tulikuwa tunafanya tathmini katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuhakikisha kwamba tunaenda kuona viwanda vya kimkakati kila mkoa, lakini kongani katika wilaya. Moja ya mikoa ambayo tumefanya tathmini ni mkoa wa Mtwara na Lindi, na moja ya mazao makubwa ambayo tunaona ya kimkakati kule ni korosho, lakini pia ufuta unakuja baada ya korosho. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara imejizatiti kutafuta wawekezaji ambao wanaenda kuongeza tija katika mazao haya mawili ya korosho na ufuta, kuweka viwanda vya kuongeza thamani kwa kadri ya dira ya maendeleo ya 2020 na 2050 inavyotuelekeza. Hivyo Mheshimiwa Mbunge, usio na wasiwasi, baada ya bunge hili tutaongozana mimi na wewe kwenda kule kukagua viwanda vilivyopo na kuangalia mahitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiwanda cha nyuzi cha Tabora ni moja ya viwanda vya kimkakati, na hasa katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia kuboresha sekta ya uvuvi, lakini pia kuongeza thamani ya zao la pamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Tabora ni mkoa wa kimkakati. Kama tulivyoshuhudia wiki iliyopita, serikali imeingia makubaliano ya kupata fedha za kumalizia SGR ambayo itapita pale Tabora. Kwa hiyo kiwanda hiki na viwanda vingine ambavyo tunaenda kuhamasisha ujenzi wake pale Tabora, si kwa Tabora tu, lakini kwa eneo lote la ukanda ule wa Magharibi, na hivyo tunaona kabisa thamani ya reli hii itaenda sambamba na ufufuaji wa viwanda hivi. Kwa hiyo tuna maelekezo ya kufufua viwanda vyote, lakini kuanzisha viwanda vipya, na kiwanda cha nyuzi Tabora ni sehemu ya viwanda hivyo ambavyo tumedhamiria kuhakikisha kwamba vinapata wawekezaji kwa ajili ya kuvifufua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuzidiwa kwa kiwanda cha Mponde kunatokana na wakulima wa chai wa Korogwe kwenda kuuzia mazao yao kule Lushoto. Kiwanda kile kimekuwa muhimu kama soko kuu la chai kwa sasa hivi kwa wilaya ya Korogwe, na jitihada za serikali kufufua kiwanda cha chai pale Bungu Korogwe kunaenda sambamba na kupunguza mzigo ambao unaenda katika kiwanda cha Mponde. Hivyo uimarishaji na ukamilishaji wa kiwanda hiki cha Bungu pale Korogwe kunaenda kutoa suluhu ya kudumu ya changamoto za mzigo kuzidiwa pale Mponde.